Forex broker. Kesho tutaanza na technical, tutaendelea na fundamental. Forex. Forex broker tulijifunza kwenye introduction kwamba hizi ni type of companies ambazo zinatusaidia sisi traders kuweza access ama kupata access kwenye financial market ama forex market. Kwa hiyo hii tunaweza tukasema ni companies ambazo zina provide access to trader. The foreign au ngoja nifupishe hapa FX market. FX market. Tunapozungumzia foreign exchange market ndio hiyo foreign exchange forex, tulijifunza kwenye upande wa introduction pale. Na hawa forex broker wana operate kama middleman, ama kuna wengine anaweza akasema ni kama agent. Tunafahamu kwamba before the technology broker hawakuwepo. Hapakuwepo na broker, walikuwepo. Ili uweze kuparticipate kwenye forex ulikuwa unahitajika uwe moja kwa moja, ikiweza institution ama companies hivyo. Mfano kwa mfano hivyo Toyota, kwamba wakipeleka export magari yao labda kwenye bara la Amerika, wanaweza kauza. Kwa hiyo walikuwa wanafanya forex type za namna hiyo, ama wakati mwingine walikuwa na market. Ukisoma kwenye historia walikuwa na exchange. Sisi huku tulikuwa tunaita kama ni barter trading, kwamba ukileta sijui mchele unapewa sijui vitu gani. Wao walikuwa wanafanya zile exchange za moja kwa moja, wana exchange bidhaa, lakini ilikuwa ni hiyo market. Lakini baada ya kuja hii technology ndo broker wakafanya nini? Wakazaliwa, hata sisi tukaweza kuaccess kwenye forex market. Sasa hawa ndo wanaokuwa na act kama middlemen, ambao wanakuwa na connect moja kwa moja kwa kwenye market, na sisi tunaweza tuka participate kwenye nini? Kwenye forex market. Na hao hapa wana operate kama hivyo ambavyo forex ina operate 24 hours 5 days a week. Na hata wao ikifika Ijumaa, ikifika Jumamosi na Jumapili, wanakuwa hawafanyi kazi kabisa, wanakuwa wanaendelea na zile activities zao zingine, lakini labda ukifungua account kwake inakubali na vitu kama hivyo, lakini zile trading activities zinakuwa hazipo. Sasa kuna mwingine anaweza akajiuliza, wana act kama middleman ama wana act kama agent from where? Sisi trader tunakuwa sehemu gani? Kuna kitu kinaitwa, ama kuna watu wanaitwa liquidity providers. Liquidity providers. Unapokuwa unasikia liquidity providers, hizi inaweza ikawa ni financial institutions, ama zinaweza zikawa ni companies, ama zinaweza zikawa ni bank, ambazo zinakuwa zina provide tunaweza kusema ni kama platform ambazo zinakuwa provide hizi platform, zina provide access kwa sisi trader, ili tuweze kufanya nini? Tuweze kuaccess. Sasa hatuwezi kwenda moja kwa moja kwa liquidity provider. Naomba nitolee mfano moja kwa moja. Kwa mfano hapa Tanzania tuna BOT. BOT anaweza akawa ana act kama liquidity provider wa nini? Wa FX, wa forex. Kwa sababu tunafahamu CRDB akitaka kwenda hizi rate za forex, labda namna ya kuuza currency zake, labda akitaka kuuza CHF, mfano labda anataka GBP against labda Tanzanian shillings, maana yake ili aweze kupata hii platform inayoweza kumpa zile rate, apangi yeye kwamba CRDB anaamka anapanga hivyo hivyo, lazima ataenda kwa nani? Kwa hawa BOT, alafu then watampa rate yao, na yeye atakuja kufanya nini? Atakuja kuweka rate zake anazofahamu. Ina maana final ambaye anakuja mteja wake ni mimi na wewe, ambao tunaenda kufanya nini? Kufanya exchange hizi kwenye benki husika. Benki zote zinakuwa hivyo, kwamba wote wanachukua hizi platform from nani? From BOT. Anayetoa rates anakuwa ni nani? Ni BOT. Kwa hiyo huyu BOT anaweza act kama liquidity provider. Then
Awa sasa ambaye ni bank akaact kama nani? Kama broker kwetu sisi kwenye forex. Maana yake mimi siwezi kuparticipate ama siwezi kuja kununua hizi exchange bila kupitia kwa nani? Kwa CRDB. Then CRDB yeye anakuwa ana connect na nani? Na BOT. Even the bank wanavyo operate hivyo hivyo. Sasa inapokuja kwa tunapozungumzia liquidity providers hizi ni biggest bank. Mara nyingi zinakuwa ni bank ambazo ni kubwa. Kwa mfano kuna benki inaitwa Goldman Sachs, kuna benki nyingine inaitwa Barclays, Bank of America. Hizo zote ni liquidity provider. Ina maana zinatoa ni kama platform ambazo zina provide access kwa hizi platform ambazo za broker, wakija wao wananunua zile platform, then wanaweza kupata access kwamba kuweza connect moja kwa moja kwenye forex market. Hapa huwa kuna maelezo fulani huwa ni magumu kidogo kuweza kuelewesha, lakini nitakuelewesha kwa mifano. Naomba kwanza tuendelee, afu then utakuja kuelewa hapa vizuri. Demo utakapokuwa naendelea kuelekeza utakuja kuelewa liquidity provider inamaanisha kitu gani. Tunapozungumzia hizi liquidity provider, mfano labda example zake naweza nikakwambia labda ni Barclays Bank, nadhani tunaifahamu hata wanaoshabikia mpira. Huyu ni mdhamini mkubwa Barclays Premier League. Barclays Bank. Ukija nyingine Goldman Sachs, kuna mwingine huyu Goldman Sachs tutakuja kumsoma vizuri kwenye upande wa NAS 100 na US 30. Tutakuja mwingine Bank of America. Hawa ni mojawapo, wako wengi sana, na sio lazima iwe ni benki. Kuna wengine ambazo ni institution tu binafsi ambazo zinaweza zikawa liquidity providers. Ina maana wanapokuwa wao ndo wanaoenda kwenye zile kama ni benki ama zile central bank na kuchukua ile mifumo ambayo inahitajika kufanya nini? Kuweza kuwapa hawa middlemen ambao ni brokers. Sasa tuanze na neno hapa kwanza. Kuna neno jingine, kuna liquidity. Kuna mtu anaweza question? Okay. Kuna neno hapa liko liquidity. Tukianze na hili neno liquidity. Nadhani kama ushafuatilia issue za forex unaweza ukawa ushasikia hilo neno. Wanapozungumzia neno liquidity kwenye forex, ukisikia kwamba liquidity wanakuwa wanamaanisha currency to be traded. Tunafahamu kwamba currency moja hapo, mfano labda GBP. Maana yake tukisema tumetrade GBP, maana yake tumefanya nini? Tumeisell ama tumebuy. Sasa ile action ama ability, the currency pair, ability of a currency pair to be traded on demand. Sasa hii wanaposema kwamba ability, liquidity neno lenyewe ni kama ile ability ya currency pair to be traded on demand. Sasa hili neno demand inaweza ikawa iko high ama ikawa low. Kwa hiyo you need to understand, tunapozungumzia kwamba liquidity, neno liquidity lazima ufahamu kwamba hii iko ipi, ni low liquidity ama ni high liquidity. Hivi ni vitu muhimu sana kufahamu. Unaweza kuona tunajifunza topic ya broker, lakini nakugusia huko ili uweze kuelewa vizuri sana. Ni vitu ambavyo utahitaji kuvifahamu. Low liquidity ama high liquidity. Nitafahamu vipi sasa hivyo vitu? Tunafahamu kwamba pair yoyote ama instrument, neno instrument nimelizungumza sana lakini sijatolea maana. Ninapokuwa nazungumzia instrument, nazungumzia vile vitu vyote ambavyo vinaweza kuwa traded. Naomba ni delete hapa. Nadhani nitakuwa mshaandika. Kwa mfano instrument, naomba nitoe mfano. Maana hili neno tunalitumia sana, alafu trading instrument. Ukuta sehemu wote wamekuandikia trading instrument. Ama wanaweza kuwa wametumia neno asset. Mute mic. Tutakuja kujua siri zenu sasa. Instruments and ama asset. Kuna sehemu broker unaweza kukuta amekuandikia trading instrument
ama amekuandikia asset. Sasa kwenye forex kuna vitu ambavyo tuna trade. Mfano kuna metal. Hapa nakugusia, si lazima uandike. Nimegusia tu instrument ili uweze kuielewa, sio kwa unajiuliza mbona teacher anapenda sana kutumia instrument, alafu ni nini? Kuna metal, kuna indices, kuna FX currency, kuna commodities na nyingine etc. Sasa tunapozungumzia metal, hapa ndo tunamkuta nani? Tunamkuta gold ama copper. Hii yote tunaweza ka trade kwenye forex. Tunapozungumzia kwenye indices ndo tunamkuta nani? Nasdaq ama USD 30 wapo hapa. Tunapozungumzia FX currency tunazungumzia labda GBP, USD. Tukija hapo kwenye commodities ni nyingi sana. Commodities nyingi sana, kuna rice, kuna nini. Zile kama hizi commodities tu za mtaani ambao tunafahamu. Kwa hiyo hata gold anaweza akakaa hapa kwenye nini? Kwenye commodities. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza kwamba trading instrument, usije ukajiuliza ni nini? Nakuwa namaanisha hivi vitu vyote kwa pamoja, kwa pamoja vinaitwa nini? Trading instruments ama asset. Nadhani hapo utakuwa umenielewa kidogo. Tuendelee sasa tulipoishia. Tuanze na liquidity. Tumeshaiona liquidity ni nini. Tuje kwenye hizi low and high. Tunapozungumzia kwamba low liquidity au high liquidity, tulizungumza kwenye upande wa trading pairs na kutolea mfano. Tunaona kwenye types of trading pair, tukaona major pair. Tukaona nini major pair? Kwa mfano ilivyo euro USD, hii iko katika major pair. Lakini tukaja kuona exotic pair. Kwa mfano wake labda ni USD MXN. Tunapozungumzia kwamba samani kidogo, naomba nichukue maji kidogo. Kwa hiyo kwenye hizi pair euro USD and exotic pair tunakuta kwa mfano kuna USD MXN. Tunapokuwa tunazungumzia high liquidity au low liquidity, tunakuwa tunamaanisha, ukizungumza high liquidity maana ni zile instrument zinazokuwa traded mara nyingi zaidi ama zinakuwa traded na watu wengi zaidi. Na ukiona kitu chochote ama instrument yoyote inakuwa traded sana, ujue hiyo ndo instrument ambayo ni nzuri kwa wewe kutrade. Kwa sababu gani? Mzunguko wake unakuwa ni mkubwa, ama demand inakuwepo, inakuwa ni nini? Ni kubwa zaidi. Kwa hiyo kama kuna zile exchange rates zinakuwa zinabadilika zaidi, kiasi kwamba inaweza kukusababishia wewe kama trader kutengeneza trading opportunity. Kwa hiyo high liquidity tunaweza nikasema ni inakuwa na chance ya wewe kufanya nini? Kufanya vizuri zaidi. Kwa mfano hapa kwenye major pair zote zinapatikana katika high liquidity. Kwa mfano ilivyo nani? Ilivyo euro USD. Tukija katika low liquidity, ni zile instrument ambazo zinakuwa traded ziko katika low, yani watu wengi hawazi trade. Na kama watu wengi hawazi trade, maana yake hata opportunity zake zinaweza kuwa nini? Sio nzuri. Opportunity zinaweza kuwa tough kupatikana. Lakini kwenye low liquidity kuna kitu kinaitwa spread, tuligusia. Spread unakuta iko nini? Iko wide. Sasa ukitrade currency pair yote ambayo spread yake iko wide, mazingira yake yanakuwa sio mazuri. Kwanza unaweza ukawa charged sana. Yes. Mwalimu, unaweza ukarudia hiyo low liquidity maelezo yake? Bado tunaendelea hapo. Kwa hiyo ina maana ukija katika currency pair, mfano exotic pair ni low liquidity. Sasa low liquidity, kitu chochote ambacho kina low liquidity kwenye forex ama instrument yote ambayo ina low liquidity, maana yake hata charges zake zinakuwa ni kubwa. Broker anaweza akakuchaji kwa hizi spread ikawa ni nini? Ikawa ni kubwa zaidi. Ama ukakutana labda commission, ukakuta commission yake na yenyewe ni nini? Ni kubwa, kwa sababu ni kama zile bidhaa, kwa mfano bidhaa ambazo ni physical. Bidhaa yote ambayo ukakuta haina demand sana, lakini ina value. Haina demand lakini value yake ipo. Kwa hiyo unaweza kukuta ile bidhaa price yake iko juu, lakini demand yake haipo. Maana yake wanaonunua ile bidhaa ni watu wachache. It's not necessary to buy hiyo bidhaa. Na mara nyingi hizo bidhaa za namna hiyo hata government huwa pay attention sana ku monitor ile price, kama ilivyo labda sukari ikibadilika price ikapanda sana,
unakuta government inaangalia pale, kwa sababu ile ni bidhaa ambayo iko demanded. Kwa hiyo tungekuwa tuna trade kwenye forex, tungesema ile ni bidhaa ambayo ni high liquidity. Lakini tungekuja kwenye bidhaa nyingine ambayo unakuta ina value lakini is not necessary, sio lazima kununua kwa mtu yoyote, ni just option. Kwa hiyo unakuta ile tungesema ni low liquidity, kama ilivyo kwenye upande wa hizi exotic pair. Exotic pair create nafasi ama trading opportunity mara nyingi inakuwa ni very tough. Kwa hiyo unakuta broker traders wengi sana wanazikimbia hizi exotic pair kiasi kwamba wanazisababishia kuwa katika low liquidity, tofauti na zile pair ambazo ziko katika major pair ama minor pairs. Minor pair ambayo labda GBP JPY minor pair unakuta iko katika sehemu ambayo ni nini, ni nzuri, iko katika high liquidity. Kwa hiyo upande wa pair ambazo ziko katika high liquidity ni major pair and minor pair, lakini low liquidity tunakuta hizi ni nini, exotic pair. Maana yake ni nini? As a trader, unapokuwa umechagua broker wako mzuri ambao unataka kumtumia, ni vizuri kuziepuka hizi exotic pair kwa sababu they don't create nafasi nzuri, lakini kuna vitu kama vingine kama gap. Nitakuja kuonyesha gap ziko vipi ambao vinaweza kukuondolea opportunity ama vikakusababishia hata hasara wakati mwingine. Kitu kingine kibaya kwenye hizi exotic pair ama low liquidity, unakuta zile pair ambazo ziko upande huo zinakuwa controlled sana na fundamentals ambazo hazijulikani zinatokea wapi. Yaani hata kama ni fundamental ya kawaida tu kwenye nchi husika, unakuta inaathiri ile currency husika. Kwa hiyo ndio maana unaona exotic pair wanao trade ni wachache. Tofauti ukienda mitandaoni ukaangalia wanao trade Euro USD, ukiangalia GBP JPY, utakuta trader wengi sana wana trade kwa sababu wanafahamu ile iko na high liquidity. Kwa mfano kwenye currency za kwetu ama zilizopo hapa duniani, ukizungumzia USD hii tutasema ina high liquidity. Kwa sababu gani? Iko high demanded na ina value, vyote inavyo, iko high demanded, value inayo. Kwa hiyo hii iko na high liquidity, maana yake hata ukisafiri na USD mahali kokote pale hauwezi ukafa njaa, tofauti na ukitoka hapa na T shillings ukienda tu nchi, hata hii nchi za Afrika tu hapa unaweza ukafa njaa, watu hawaitambui ile currency, tofauti na mtu ambaye amebeba USD mfukoni kwake. Hata akienda kwenye nchi ambayo haifahamu ama hajabeba currency husika ya ile nchi, anaweza akafanya purchasing na akaendelea vizuri. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumzia liquidity provider, unaweza ukaona liquidity ushaelewa maana yake. Sasa why liquidity providers? Ina maana hawa ni watu ambao wakienda maybe kwa let's say kwenye central bank zile, they invest a lot of money. Ambao wanaweza wakapata zile system, lakini wakaweza kuwa na kutumia neno gani, fanya market hapa nashindwa kupaelezea vizuri. Those companies ambazo zikienda kwenye hizi BOT, I mean central bank, wanakuwa wakishanunua zile system, hawaendi kwamba wanaweka pesa kidogo, they invest a lot of money kupata hizo system. Sasa wanapokuwa wanakuja kutoa ile mifumo sasa kwa brokers, let's say kwa broker, huyu broker yeye aji kwamba anakuja tu akiwa mtupu. Even the broker lazima aje na terms zake, lakini awe na capital ambayo ni kufanya nini, ni ya kueleweka. Ndio maana broker kuanzisha hata brokerage yoyote ambayo ni ya forex, uwezi ukaenda na mtaji hata dola milioni 1 ukaanza. Hizi ni 2.5 billion za Kitanzania. Uwezi ukaanzisha brokerage ukiwa na mtaji wa namna hii, kwa sababu it require you a lot of money kuweza kufanya hiyo biashara. It's same as a bank, kwamba kufungua bank ina terms zake kwenye nchi tofauti tofauti. Kuna wengine wanakuambia uwe na hiki. Kuna wengine wanakuambia capital ya kuanzisha bank, labda commercial bank tunahitaji hiki na hiki. Kwa hiyo na maana liquidity provider, unapoenda broker anapokuja, si lazima aende kwenye labda zile central bank ndio aweze kupata mifumo. Hapana, anakuja kwa hawa liquidity provider, wao ndio wanampa access ya sisi
ya kupata ile mifumo yote ambao sisi kama trader tunakuja kuconnect kwa nani? Kwa broker. Ina maana huyu liquidity provider unapokuwa na trade, wewe kama trader unakuwa umfahamu na wala hata umjui. Sasa kuna wale broker ambao unakuta ni wakongwe, wamegrow sana, wametengeneza mitaji ambayo ni mikubwa kiasi kwamba anatoa services za broker, lakini muda huo huyu broker ni nani? Ni liquidity provider, na maana ana provide system for other brokerage companies. Hapo nitakuwa nimeeleweka kidogo. Kwenye liquidity hapo nimeeleweka. Japokuwa huwa hapa naniweaga ugumu kidogo kuelezea hapo. Nimeeleweka hapo kwenye liquidity. Kabla sijaendelea sehemu nyingine. Umeeleweka bwana. Yeah. Tuendelee. Sasa tukirudi hapa kwenye liquidity, kuna mwingine anaweza akajiuliza kwenye mitandao ama sehemu yote unaweza labda ukawa umesoma YouTube ama umeangalia video YouTube ama Google umepitia huko, unakuta wanakwambia pair, angalia liquidity ya pair, angalia liquidity ya pair. Kuna mwingine anaweza akajiuliza hao wanaotengeneza liquidity hizi, yaani liquidity inatokea vipi? Tunaangalia main participant kwenye forex, tuliangalia kwamba kuna nani? Kuna bank, tuliangalia kuna hedge fund, tuliangalia kuna even forex brokers, tukaangalia kuna retail trader. Wote hawa kwa kuwajumlisha, ina maana wale main participant wote ndio wanaotengeneza nini? Wanaotengeneza liquidity. Ndio maana unapokuwa unataka kutrade vizuri kwenye upande wa forex, you should find a way ya kuangalia kwamba hawa main participant, especially kama bank ama hawa hedge fund na wengine ambao ni wakubwa, wao wanalitazama vipi soko wanalitazamaje? Je, analysis zao wanafanya vipi? Na tunafahamu kwamba asilimia kubwa brokers, hedge fund, asilimia kubwa wana focus kwenye nini? Kwenye fundamental analysis. Huku ndo wanaweka nguvu sana, kwa sababu wanafahamu kwamba market inaendeshwa kwa staili ya namna hiyo. Even hizi pair, kwa mfano tunapokuwa tunataka kutrade labda euro USD, kinachoifanya euro USD itengeneze movement ya haraka sana ama slow movement, si technical analysis ama si kitu chochote, ni kutokea hapa kwenye nini? Kwenye fundamental. Fundamental inaweza ikawa imehappen kwenye USD ama imehappen kwenye euro currency. Kwa hiyo currency mojawapo itakayokuwa affected hapa by fundamental inakuja kutengeneza liquidity kwenye upande wa nani? Wa hii euro USD. Kwa hiyo at the bank mnapokuwa mna participate kwenye ile market kwa ujumla, mnatengeneza nini? Liquidity. Ndio maana si vizuri kutrade kitu ambacho watu wengine hawakiwekei nguvu, watu wengine hawakitazami. Kwa mfano ilivyo copper. Ukitoka hapo unaenda kutrade copper, obviously itakuwa ngumu sana, kwa sababu copper even in real market, soko la kawaida tu la Tanzania ama world market, copper haifanyi vizuri, iko very cheap na watu wengine wanaiona kama it's like nonsense to they don't even pay attention. Kwa tofauti na yule mtu anayekuja akatrade nani? Akatrade gold. Gold iko na high liquidity kwa sababu iko na high demand na ina high value. Kwa hiyo hiyo yote kuwepo inatengeneza nini? Liquidity ya liquidity yake, tofauti na huyu ambaye ana nini? Ana thamani. Kopa, nadhani hata ukiwa na kopa kilo hata 200 uwezi ukaziuza ukawa tajiri. Tofauti mtu ambaye anaweza akawa na kilo moja tu ya gold akapiga pesa akapata milioni zaidi ya 100, just 1 kg. Wewe una kilo 20, hata milioni 20, hata milioni 5 sidhani kama unaweza kufikisha kuuza kopa. Kwa hiyo mpaka hapo nilikuwa naelezea hiyo maeneo, ili tutakapokutana na hizo terms kwenye brokerage usianze kujiuliza inakuwaje. Twende kwenye upande wa types of broker. Types of broker. Kuna types ambazo ni kuu. Kuna dealing desk, ama kwa lugha nyingine wanaita market maker. Market maker. Market makers. Market
makers. And number 2 tunaona no dealing desk. Jina inafanana hii, lakini unaanza na neno no dealing desk. Inaitwa no dealing desk, au sehemu nyingine unaweza kukuta wamekuandikia NDD broker. NDD broker. Sio kajiuliza ni broker wa aina gani. Sasa tutaanza na moja baada ya nyingine. Huyu hapa no dealing desk amegawanyika katika aina zifuatazo. Aina ya kwanza amegawanyika katika STP. Number 2 amegawanyika katika ECN. Number 3 amegawanyika katika ECN plus STP. Kwa hiyo huyu no dealing desk ana aina ngapi? 3 type: STP, ECN and ECN plus STP. Mpaka hapo tuanze kumchambua mmoja baada ya mwingine. Kwa hiyo hizi types ambazo tutakuja kujifunza hapa ama nitakazo kuelezea hapa, hamna broker yoyote unayemuona duniani hapa atakosekana kwenye hizi types moja wapo. Wote itaweza atakuwa huku, atakuwa kule, atakuwa huku, atakuwa huku, na wote wana umuhimu katika soko la forex market. Broker nilivyowaambia, it's like a bank. Bank tunaziona tukio kwa nje, tunaziona zote ni bank, lakini hazina registration zinazofanana. Kuna mwingine anakusema hii ni investment bank, kuna wengine wanasema hii ni commercial bank. Kwa hiyo vyovyote vile ambao inaitwa kwa nje unaziona zote ni bank, lakini registration zao ziko tofauti. Even how they operate business inakuwa ni nini? Ni tofauti kidogo. Tuanze na aina ya kwanza, dealing desk. Desk broker. Huyu ni maarufu kama market makers. Market maker. Hawa ni broker wa aina gani? Hawa ni broker wa aina gani? Nataka niwaelezee kwa kutumia mifano. Hawa ni broker ambao wao wakienda kwa liquidity providers, liquidity provider wananunua zile mifumo yao yote. Kama kuna chochote ambacho kinahitajika kununua, then they buy it. Lakini wanakuwa ni kama wana server yao, wanakuwa na server yao wenyewe, kwamba tunaponunua, tukienda kwa liquidity provider tukanunua tukanunua zile server ama tukanunua vitu vyote ambavyo vinahitajika. Maana yake ni nini? Huyu tunafahamu kwamba huyu ni broker ambaye ana connect trader tuweze kutrade kwenye forex market. Lakini hao wanachokifanya, maana yake liquidity provider tayari upo. Tunachoenda labda sisi ni dealing desk, tunanunua zile server, tunanunua ile mifumo yote, then tunatengeneza server zetu sisi nini? Sisi wenyewe. Tunatengeneza sisi server zetu wenyewe. Maana yake huyu trader anapokuja aka execute trade. Mfano mimi ni trader hapa, nimebuy euro USD. Nimebuy euro USD. Hii trade itaenda itarudi huku, alafu then haitoenda. Labda ngoja kwanza nielezee kitu kimoja hapa ili uweze kunielewa. Kuna mtu mwingine anaweza akajiuliza, hivi ninapofungua trade, mimi trade yangu inatakiwa kuendaje? Kwa kawaida, kwa broker ambaye yuko vizuri, this is liquidity provider. Liquidity providers hawa wako hivi. Tuanze na huyu. Afu then anampa access nani? Anampa access broker. Afu then ndo unakuja wapi? Nani? Trader. Maana yake trader unapokuwa sasa, huyu liquidity provider anaweza akawa ni nani? Anaweza akawa, wanaweza akawa humu ndani kuna nani? Kuna hedge fund, kuna banks, kuna nini, vyote wanaweza wakawa hapa. Maana yake trader unapo execute trade yako itakuja kwa broker, then itaenda huku moja kwa moja. Hii ndo tunaweza kusema ndo nini? Ndo market. Maana yake trade yako itakuwa executed moja kwa moja na itarudi kwenye server za nani? Za broker. Huyu ndo broker wa aina moja wapo wanavyotakiwa. Usiandike hichi kitu. Hichi ninachokuchorea hapo usiandike, tutafuta tu, tutaanza tena hapo. Maana yake unapo execute trade, umebuy euro USD.
itakuja kwenye server za broker, then itakuja huku, itarudi tena wapi? Kwa broker, na itaweza kuishi hapa sasa. Na maana mpaka utakapofanya nini? Utakapo close itaweza profit or loss. Sasa twende, kwa sababu ushafahamu hapa, tuanze na huyu wa kwanza sasa, ambaye ni dealing desk ama market maker. Market makers hawa wanakuwa wao wanapoenda kwa liquidity provider, na kuchorea hapa liquidity providers, wananunua kila kitu hapa. Inakuja huyu ndo broker. Broker anakuwa na server za kwake mwenyewe, alafu wewe ni trader. Maana yake any dealing desk ama market maker, unapokuwa umebuy, mfano umebuy Nasdaq hapa, yeye anachukua kwa liquidity provider ni real market. Real market kwamba ipi? Kwamba inapo candlestick zinavyotembea, labda kubuy kuseli, iwe inaendelea kuwa hivyo hivyo. But unapo execute trade yako, labda umebuy Nasdaq, itatoka hapo kwa trader, itakuja kwenye server broker, haitokuja huku tena, itaishia hapa, itaishia kwenye server zake. Maana yake yeye anatafuta server zake yeye mwenyewe, ile mifumo yake yote anakuwa nayo yeye mwenyewe. Unapo buy Nasdaq, yeye huku kwenye server zake anafanya nini? Anasell Nasdaq. Kwa nini anafanya hivi? Kwa sababu yeye huyu market maker, unapotengeneza faida, yeye kwake ni nani? Ni hasara. Unapotengeneza loss, yeye kwake ni nani? Ni faida. Sasa how? Kwa sababu gani? Broker ambaye anakuunganisha moja kwa moja kwa liquidity provider, yeye ana chochote anacho benefit kwako. Ama unapotengeneza faida, pesa akulipi wewe, wanakulipa watu wengine, mfano kama au hedge fund wanakulipa, banks, kuna institutions zingine ambazo zinakuepo ndo zinazofanya nini, zinazokulipa. Kuna example moja ipo, ama kuna huyu trader anaitwa George Soros, alitrade akatengeneza 1 billion, I think 1 billion per single day profit. But alipoenda kwenye ile Bank of England, alipofanya withdraw, mpaka wakashindwa hata kufanya nini, kumlipa. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini alitrade kawaida huku, lakini aliyetakiwa kumlipa ni bank. Ndio inavyotakiwa kuwa hivyo kwa trader yoyote. Unapokuwa unafanya trade na unatumia broker ambaye ni mzuri, maana yake wanaokulipa ni wao, responsible ni hizo bank. Na mtu mwingine anaweza kujiuliza kwa nini benki ilikosa hii pesa? Kikawaida duniani hapa pesa ni scarcity. Hata sasa hivi ukitokea umefanya purchasing yoyote ile ambayo ni labda ni ya bilioni 20 USD, usitegemee hiyo ni muamala ambao benki inaweza ikauendo. Benki nyingi zinaweza hata zikafilisika, japokuwa tunaziona ziko vizuri. Kuna mfano kipindi fulani hapa Tanzania, kuna mfanyabiashara ishawahi kuwapa benki fulani, nadhani ilikuwa ni bilioni 20. Amewekeza tu pesa yake, ameweka kama wewe unavyoweka pesa benki, lakini alivyotaka kuwithdraw kwa pamoja ile pesa, benki ikawa haina ile pesa. Kwa hiyo ni mfumo ambao upo, usijue kadhani kwamba labda unapoona mtu benki inakosa pesa ya kumlipa customer wasema labda ni wezi. Hapana, scarcity huwa ipo. Benki cash ni scarcity sana duniani. Hata sasa hivi unaponunua kitu ambacho ni bei kubwa, miamala yake haifanyiki kama wewe unavyoenda kununua 2000 au 5000. Kuna terms ambazo zinafuatia. Kwa hiyo hawa broker maana yake wanakuwa wanatengeneza faida kwenye server zao. Wewe unapotengeneza faida kwao ni nini? Ni hasara. Ndio maana kila trade ukibai Nasdaq wao wanasell, ili wanakuwa wanafanya nini? Wanabet kwamba yule atakayetengeneza hasara sisi iwe faida kwetu. Na wanafahamu kwamba sasa hizi server wanapokuja kuziweka hapa, wanaziweka katika into category. Wanaweza kaweka server 1 wakaweka profitable traders, afu wakaweka server 2 wakaweka nani profitable, alafu server 3 sasa hawa yani ndo big losers, wakosaji moja kwa moja. Sasa nadhani huyu broker inabidi nimuelezee kwanza. Tusome huyu no dealing desk. No dealing desk atatupa picha nzuri sana, au huyu dealing desk. Nitarudi huku, naomba twende no dealing desk. Samahani sana kwa hilo, lakini naomba tusome huyu hapa kwanza, no dealing desk. Huyu ukishamuelewa nadhani hilo atatuia rahisi kuweza kumsoma.
Hawa ni broker ambao wana connect sisi trader direct to interbanks ama direct to nini, to banks, wanatuconnect moja kwa moja. Hawa ndo broker ambao wana act kama pure agent ama bridge ama middleman. Maana yake wanatuconnect sisi direct kupitia liquidity provider moja kwa moja kwa nani? Kwa zile bank ambazo ni husika, lakini sisi tunaishia pale kwa liquidity provider, kwa sababu liquidity provider ndo tayari ambao wanaonekana ndo kuwa nani, kuwa mkubwa. Maana yake sisi tunapokuwa tuna trade na huyu no dealing desk, anatuunganisha moja kwa moja kwenye nini? Kwenye real market. Real market. Tukienda huku kwenye real market tunakutana na wakina nani hawa? Wakina hedge fund, tunakutana na banks, zote tunakutana kwa pamoja. Kwa hiyo huyu no dealing desk anakuwa na act kama pure bridge. Yeye anafanyaje kazi? Tuanze kwa aina mojawapo. Tumeona kuna aina ya kwanza inaitwa nani? STP. Acha nafasi kwa ajili ya no dealing na kwa ajili ya dealing desk, ili tutakapomsoma huyu yule mwingine nitakuwa rahisi sana kumwelezea. STP maana yake inaitwa straight through processing. Alafu namba 2 anaitwa ECN ambayo tunaita electronic communication network. Ndio kirefu cha ECN na kirefu cha STP. Kirefu cha STP. Hapo nadhani mtakuwa mshaandika, nifute, tuendelee na tuanze na huyu STP. Aina ya STP. STP ni aina mojawapo ya no dealing desk. Maana yake huyu unapofungua trade, yeye anakupeleka moja kwa moja kwenye real market, then anakurudisha kwenye nini? Kwenye server zake. Naomba nichore mchoro wake hapa. Maybe wewe ni trader huko hapa ni trader, then huyu ni forex broker. Huyu ni forex broker, alafu then huyu ni nani? Liquidity provider. Liquidity providers. Maana yake huyu STP anachokuwa, huyu ni broker sasa ambaye ni nani? Ni STP. Maana yake unapofungua trade yoyote kwenye hizi server za STP, maana yake yeye anakudirect moja kwa moja kwa nani? Kwa liquidity. Utafungua trade, itakuja kuingia kwenye server, alafu itaenda kwa liquidity nani? Providers. Liquidity provider huyu anakuwa na server ambazo zina labda kama price, maybe spread zinakuwa hazina. Yeye anachokuwa anakutafutia ni ile nafasi kukupa mifumo kuendelea kwenye server za nani? Liquidity provider. Kwa hiyo unapofungua labda Nasdaq inaenda moja kwa moja kwenye real market, kwenye server za nani? Za liquidity provider. Ikishapata nafasi inakuwa executed, then inarudi kwa nani? Kwa broker. Sasa huyu broker hapa anakuwa anafanyika kama kisehemu tu cha kushikia ile trade yako. Ile server yake inakuwepo kwa ajili ya kushika ile nini? Trade yako, ambapo kwenye STP yeye sasa anaweza kama ameweka kwamba nitatengeneza faida kwa kupitia nini, kwa sababu broker tunafahamu yeye lazima atengeneze nini? Lazima atengeneze faida. Sasa unakuta kama ni spread zinakuwa ziko katika mazingira ambayo ni mazuri, kwa sababu amekupeleka kwenye nini? Kwenye server ya nani? Ya liquidity providers. Maana yake trader sasa anaye trade na huyu STP broker, ili aweze kuendelea kuexist kwenye soko la forex market ama aendelee kuexist kwenye biashara yake, lazima trader wake wawe nini? Wawe profitable. Wasipokuwa profitable yeye hawezi kuexist, kwa sababu wanakuwa wanachaji. Kuna baadhi ambao vitu wanafanya nini? Wanachaji. Kwa mfano kitu cha kwanza ni spread wanakuwa wanachaji, lakini unakuta iko katika hali ambayo ni nini? Ni ndogo sana. Na huyu STP broker yeye ana commission.
kuna brother aliniuliza kuhusiana na broker ambaye anacharge commission. Ukikuta broker ambaye ni STP anakuwa charge commission. Kwa sababu gani anacharge commission? Yeye hiki ni sehemu ya ni kama ya kushikia tu trade yako. Kwa hiyo huyu mara nyingi wanakuwa wachaji nini? Commission. Japokuwa kuna wengine unakuta anaiweka hii commission kwa sababu kila mtu anahitaji profit. Kuna mwingine anaweza akawa amefanya nini? Ameiweka. Sasa tuende kwenye aina nyingine ya ECN. Hawa tuelezee kwa pamoja ili muweze ku ECN broker. ECN mfano wake si kwamba anafanya tofauti, lakini tofauti yake upo hivi. Yeye huyu ni forex broker. Huyu ndio broker yuko hapa. Ana connect wapi? ECN broker yeye aendi kwa nani? Kwa liquidity. Akienda kwa liquidity ana connect moja kwa moja kwa nani? Kwenye real market. Real market kama hedge fund, labda unakutana na banks, unakutana na nani wengine ambao labda wote hawa liquidity providers, wote hao mnakuwa katika real market. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kama ingekuwa ni bank hapa, labda huu ni CRDB, unakuja kuangalia rate za forex za exchange, maana yake ungekuwa unakuja kuangalia kwenye nini? Kwenye hizi central bank moja kwa moja. Yaani kilichopo central bank labda BOT ndio ungekuta rate ambayo iko hapa. Kwa mfano BOT wangesema kwamba exchange ya USD against T shillings, labda kununua sell ni 2700, buy ni 2800. Ungeweza kumkuta hapa hata CRDB ana rate zile sell 2800, buy 2700. Ungekuta zile ambazo rate ziko central bank unazikuta ziko hapa CRDB. Kwa hiyo hii broker hapa anachukua ana act hapa, yeye anakupa tu saver za wewe kuweza kuparticipate kwenye real market. Si kama naeleweka hapa kwenye upande wa ECN broker. Na mara nyingi hawa ECN broker kwa Afrika tuna scarcity sana ya ECN broker kwa sababu asilimia kubwa wamefocus kwenye zile nchi ambazo ni kubwa, zina traders ambao wanaweza kudeposit kiasi kikubwa sana, na traders ambao tayari ni successful, kwa sababu ECN broker ni broker ambaye charges zake ziko chini sana. Even the spread iko very low. Kuna wengine hata hawana spread kabisa, iko zero. Na wanakuwa na charge kupitia commission, wanacharge kupitia swap. Japokuwa hizi commission wanazo charge inakuwa ni kiasi ambacho ni kidogo sana. Mfano, unaweza ukatengeneza faida ya $1000 ukawa charged by commission ya $2, labda 2.6. Alafu hapa swap inategemea sasa umeodi kwa siku ngapi, kwa kujikuta umekuwa charged by 0.76 swap. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba huyu broker wa aina hii wa ECN kuweza kuexist katika biashara anahitaji wale trader ambao ni wakubwa, at least wanaweza kufungua trade kwa lot size kubwa, maybe 10, 15, 20, lakini hizi lot ndogo labda 0.01, 0.02 atajikuta anaondoka kwenye mchezo, kwa sababu hatoweza kufanya biashara kwenye mazingira ya nini? Ya namna hii. Kwa hiyo huyu ECN broker ni broker tunayesema yuko safe, even if you make labda 2 billion mfano per day, ana shida yoyote, atakulipa. Hata huyu STP, hata kama ungetengeneza faida ya bilioni ngapi, atakufanya nini? Atakulipa. Japokuwa katika tofauti iliyopo kati ya ECN and STP, huyu anaweza akawa na fixed spread. Yaani spread zake unakuta ziko fixed. Spread si kama kuna wengine wananipata kwenye hapa spread. Zinakuwa ziko fixed, kwamba fixed spread. Labda kama Euro USD unakuta ina spread zake, labda Euro USD unakuta labda ina spread ya 8. Unakuta iko hivyo. Kama ikibadilika inabadilika kidogo sana. Lakini kwenye ECN spread haziko fixed, japokuwa zinakuwa ziko kidogo. Tunapozungumzia spread ni kama charges. Nimetolea mfano wa CRDB kwamba ni zile charges ambazo zinakuwepo. Charges ambazo zinafanya nini? Zinakuwepo. Sasa zile charges zinaweza kuwa nini? Ni kubwa ama ni ndogo. Mfano, naomba nitolee mfano wa exchange kwenye forex hapa. Tumchukulie huyu ni NMB. Alafu huyu ni BOT. Huyu ana
hii ni USD. Exchange rate labda ya sell and buy kwa mtu ambaye anataka T shillings. Maana yake hizi ni rate ambazo ziko kwa USD. Hizi BOT rate. Hapa labda ana 2600. Buy ana 2000 labda na 800. Mfano. Huyu NMB tuchukulie sasa yeye ni STP. Mfano wa kwanza tuchukulie huyu ni mfano wa nini? Wa STP. Anaweza kaja hapa tuangalie rate zilizopo hapa. 2600 sell, 2700, 2800 buy. Akaja hapa kuandikia sell ni 2610, afu akaweka hapa buy ni 2805. Dusi, hii ni rate ambayo amekuwekea NMB akiwa endapo atastand kama STP. Lakini huyu NMB akistand kama ECN, NMB akija hapa BOT, huu ni BOT USD, afu hapa tuje sell, tuje buy. Transaction za nini? Za T shillings. Ukakuta ni 2600 na hapa ni 2800. Rate huku za NMB akiwa ana act kama ECN utazikuta ziko sell 2600, buy utaikuta iko 2000 na ngapi? Na 600 na 800. Kama ilivyo wapi? Kama ilivyo huku rate za nani? Za BOT. Kwa hiyo yeye ili aweze kutengeneza faida, atatengenezaje faida? Kama huyu trader, maana huyu NMB ameact kama nani? Kama broker kwetu sisi. Ili aweze kutengeneza faida, anakuhitaji wewe uwe ni profitable traders. Uwe profitable trader ambao utaendelea kuexit zaidi na zaidi na zaidi, na ikiwezekana uendelee kuwa na mitaji mikubwa zaidi, kwa sababu yeye asilimia kubwa anatengeneza commission, anatengeneza faida kupitia nani? Kupitia commission, kupitia swap. Na wanafahamu kwamba trader anapokuwa mkubwa, obvious atatumia lot size kubwa, atahold kwa muda mrefu. Kwa hiyo maana commission zake na swap atakazokuwa anatengeneza ndio zitakazomfanya ana exist kwenye nini? Kwenye forex, kwa sababu unaangalia hata spread wakati mwingine wanakuwa hawana spread, iko 0. Sasa kama spread iko 0, atawezaje kutengeneza faida? Kama hapa tulivyoona kwamba BOT rate zake ni 2600 kwa 2800 na anakuuzia hiyo 2800 kwa 2600. Je, anatengenezaje faida? Kwa hiyo atakucharge kulingana na zile swap standard ambazo zimewekwa swap, commission na vitu kama hivyo. Lakini tukija huku kwenye NMB, maana yake kuna kiasi fulani ambaye ameact kama STP, kuna kiasi kimeongezeka hapa ambacho ni kiasi ndio nini? Kiasi kidogo. Sasa hichi ndio unakuta kwenye upande wa nini? Wa spread, ambayo mara nyingi unakuta ni fixed spread. Kiasi ambacho ni kidogo kinakuwa charged. Do you see the difference? Kwamba STP anakucharge kiasi kidogo kwenye upande wa spread, lakini huyu ECN it doesn't charge anything isipokuwa kwenye upande wa commission and swap. Lakini unapokuwa unachagua broker wa kutumia STP ama ECN broker, wote wako safe, kwa sababu kiasi chochote unachotengeneza wao wako happy, na watamani hata broker trader yoyote kupoteza trade, kwa sababu wanafahamu unapoendelea kupoteza trade, mwisho wa siku tutakupoteza, na tukikupoteza hatutengeneza faida kwa mwendelezo. I remember kuna broker walikuwa miaka ya nyuma anakupigia hata simu. Ukipoteza trade anakupigia simu. Even today wapo broker wa hivyo. Anakupigia simu, aisee fulani, mbona una struggle kwenye soko? Mbona utengenezi faida? Mbona ufanye nini? Sasa kuna mwingine anaweza akajiuliza, kwa nini wananiuliza sana maswali ya namna hiyo? Wao unakuta ni STP ama unakuta ni ECN. Kwa hiyo ili waweze kuendelea kutengeneza faida kwenye biashara yao, wanahitaji customer pia watengeneze nini? Faida, kwa sababu wanapokuwa wanatengeneza hasara, mfano umedeposit $100, umetengeneza hasara, umepoteza mtaji wako, maana yake next week ana chochote anachokifanya, hata utengeneza faida na wewe utatengeneza faida. Kwa hiyo ili aweze kuendelea kutengeneza faida, anakuhitaji keep in a long term. Ndio maana unaona hawa ECN ama pure ECN unakuta wanazikimbia nchi za Kiafrika, kwa sababu nchi za Kiafrika wengi wana deposit $1,000, $2,000, $3,000, tofauti na nchi zingine kama ilivyo labda even hata ukienda South Africa au ukienda Nigeria, kwa hapa Tanzania, kwa hapa Afrika, nchi za nje, ukienda labda Dubai, ukienda Singapore, ukienda nchi zingine kama ilivyo Mexico,
ni nchi ambazo zinapendwa sana na trader, kwa sababu kuna broker. Kwa sababu gani? Unakuta broker wa kawaida tu ana deposit dola 20,000. Huyo ni broker, ni trader anayejifunza funza tu, bado hajawa stable. Lakini wengine unakuta dola 500,000, dola 200,000, dola 1,000,000. Kwa hiyo wanakuwa na wateja ambao ni wakubwa kiasi kwamba hizi commission and swap zinawafanya wanaendelea kuexit kwenye biashara tofauti. Wangekuja hapa Tanzania ukadeposit dola 5. Dola 5 ukifungua trade unakuta huko commission yako tu uliokuwa charge ni 0.01. Swap kwanza hauna swap kwa sababu unaingia sokoni na kutoka. Wenye swap unakuta ni wachache sana, na yenyewe iko 0.01. Sasa je, au huyu mtu mpaka anakuja kutengeneza faida ya dola 10 USD ataifikisha lini? Ndio maana unaona ECN mara nyingi wanazikimbia nchi za Kiafrika sana, hawazipendi hata kidogo. Wakiwepo unakuta wako South Africa, wako Nigeria na nchi zingine kidogo. Kwa huku Kenya kidogo na yenyewe inaweza ikawa inajitahidi, kwa sababu Kenya kuna trader ambao kidogo wako vizuri, wana deposit kiasi kikubwa, wana trade, they take business in a serious way. Ndio maana hata nchi yao nadhani imetambua na ika-regulate moja kwa moja. Tutaenda kuona faida. Naomba turudi kwenye dealing desk. Tuje kwenye dealing desk. Alafu then nitakuja kuonyesha faida za kila mmoja mmoja. Dealing desk, ambayo tunasema ni nani? Ni market maker. Sasa yeye market maker anachokifanya, nadhani mpaka hapo ushapata picha. Wewe ni trader, akija hapa huyu ni broker. Alafu anakuja hapa ni nani? Tuseme ni liquidity provider. Unapofungua trade yako, yeye anaishia hapa. Anapokuja ananunua mifumo yake yote ambayo anahitaji, then anatengeneza server zake. Ile server anazigawa, anaweza kazigawa profitable trader, labda ambao wana struggle wakawaita intermediate, wale ambao ni sasa ni tia maji kabisa, ni trade 5 anapoteza zote, trade 10 anapata moja, trade ngapi anapoteza. Wachoma account wale unakuta anaweka kwenye server ngapi, labda namba 3. Kwa hiyo unakuta ana server 1, ana server 2, na server 3. Hii server ambayo inaonekana sasa ina profitable trader anaiconnect moja kwa moja kwa nani? Kwa liquidity providers. Hizi server sasa namba 2 ambayo ina intermediate na ina big losers anaiacha kwake yeye. Maana yake unapofungua trade inakuja inaishia wapi? Inaishia kwenye server zake. Maana yake if you buy, ukibuy USD card inakuja hapa, yeye anafanya nini? Ana sell. Kwa sababu anafahamu hii server namba 3 99.9% wengi wanapoteza nini? Wanapoteza trade. Kwa hiyo maana yake wakisell, mimi nakuja na buy, alafu hii buy ambayo nimeibuy hapa na i-connect kule kwenye lili nini? Kwenye lili market ambayo sio ya trader, ni ya kwangu mimi kama nani? Kama broker. Kwa hiyo huyu broker ili aweze kuexit sokoni sana, anahitaji watu wengi wawe nini? Wanapoteza trade. Asilimia kubwa wanapoteza trade. Ukipoteza trade, yeye ndo anatengeneza nini? Anatengeneza faida, kwa sababu asilimia kubwa trade zake zinaishia wapi? Kwenye server yake. Si kama naeleweka hapo? Kwa hiyo ina maana anakuwa ana trade against our market maker, tunasema they trade against their customer. Trade against their customer. Maana yake if you buy, mfano ukabuy Nasdaq, yeye kama broker ana sell Nasdaq, ili anakuwa anafahamu. Kwa hiyo kwa wale ambao ni cream, kwa wale ambao ni profitable trader, anawa connect moja kwa moja kwenye real market, kwamba hawa hata wakitengeneza faida mimi sitotakiwa kuwalipa kwenye server yangu. Na hawa ndio broker ambao tuko nao sana kwenye ukanda wetu wa Afrika. South African broker wana mchezo sana wa hivi. Anakuwa na dola 500,000 ama na dola 1,000,000, anafungua brokerage. Trade zake zote anakuwa anazirotate kwenye hizi server. Zile server ambao broker trader wanaonekana wanafanya vizuri, anawa-connect sehemu nyingine. Minimum deposit anakuwekea, yani hata ukiweka 0.1 deposit inakubali.
anakuambia minimum deposit mimi zero, no minimum deposit. Anafahamu kwamba unapo deposit $1 rate yako ya kufaulu iko chini sana. Trade yote unayoifungua hapa lazima utaipoteza, na anajitahidi kuwa na customer wengi zaidi, kwa sababu anajua nikiruhusu watu wakadeposit $1 na nikatengeneza watu milioni 5 ama milioni 1 ama 500,000 tu wakaweza kufungua account kwangu na kudeposit $1, tayari mimi nitakuwa nishatengeneza faida almost $500,000 na kitu, nitakuwa nimeshafanya nini, nimetengeneza. Ndio maana kama usikia scenario nyingi sana, hawa broker ambao chanzo chao ni Afrika hapa, maybe wamekuwa regulated South Africa, ama wamekuwa regulated kidogo Kenya, wanajitahidi kidogo, lakini na bado wao na wenyewe sio sana. Broker ukiwa registered, yani kwamba ndo main office ziko labda Kenya, ziko labda South Africa, unakuta wana operate baada ya muda fulani, miaka miwili, miaka mingapi, wana struggle. Kwa sababu nini? Ikitokea wakajisahau, wakatokea wale trader ambao ni wazuri, wana experience, wakafungua kwenye account zao zile na wasiwaweze kuwahamisha kuwapeleka kwenye real market, unakuta ndo hapo wamefilisika. Kwa sababu nini? Trader mmoja unakuta anakupiga dola milioni 1, ama ana win a trade, anatengeneza $20,000 katika trade moja ya one day. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta kama wakitokea trader wa hivi labda 50,000, uta struggle tu, kwa sababu wewe utakuwa unapoteza, wao wanatengeneza faida, wewe unapoteza, wao wanatengeneza faida. Ndio maana ni vizuri kuelewa kuhusiana na hawa market maker na ukajiweka pembeni, japokuwa wana advantage zao. Sasa kuna mwingine anaweza akasema mbona wamekaa kama wizi fulani hivi, mbona wanaruhusiwa? Hapana, even trader na wenyewe ni wezi. Yani hata trader sisi wenyewe kama sisi ni wezi pia, tuna manipulate ile mifumo. Kwa hiyo wakati mwingine kuna njia zingine zinatumika za kutrade ambazo zimekaa katika hali ambayo ni ya si friendly. Kwa hiyo ili mwizi mwenzake akutane na mwizi mwenzie, lazima utrade kwenye market maker. Kwa mfano market maker anaweza akawa na leverage ambayo ni kubwa na mazingira yote ambayo yanaweza yakakusaidia wewe kufanya nini, kutengeneza faida. Sasa ili na wewe utengeneze faida, lazima wewe mwenyewe uwe nini, uwe market maker. Yaani uende na njia za kutrade za market maker fulani, na hizo tutakuja kujifunza, tutakuja kuwapa baadhi ya njia ambazo kama ni mtu unahitaji kutrade, basi you can use hizo njia na ukachukua broker ambaye ni market maker. Lakini advantage walionao nyingine, wanaruhusu kudeposit kiasi ambacho ni kidogo. Kwa hiyo hii ya kusema kwamba nikipoteza trade wao wanatengeneza faida, hiyo haina sababu ya kufanya kwamba waone ni shida hawa. Wewe unachotakiwa kufanya nini? Just be profitable, afu uone. Hii ndio unachotakiwa. Kwa hiyo wewe unapopoteza trade, obviously hata ungekuwa umetrade kwenye ECN broker na ukawa umepoteza trade, bado ungeendelea kupoteza vile vile. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo ambavyo unatakiwa kujifunza na kuvielewa. Kwa hiyo market maker wanatambulika na wanakuwa registered, na anakuwa registered as market maker. Sio kwamba eti amejificha, sio amejificha hivi, hapana, anakuwa registered as market makers. Sasa kuna traders broker kwa upande wa market maker unakuta washakuwa wakubwa sana kiasi kwamba huwezi kumfahamu na hana shida yoyote. Hata ukitengeneza faida ya 1 billion USD anakulipa, kwa sababu unakuta yeye anapokuwa ameregister kama market maker, lakini humo kwenye kampani yake unakuta pia ni hedge fund wakati mwingine, au yeye mwenyewe wana trade katika hali ambayo ni ya ukubwa sana kiasi kwamba hata hawa trader akitokea ametengeneza faida kubwa kiasi gani, hawezi kushindwa kumlipa ama hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo hii kuna advantage ya market maker na kuna advantage ya hizi ECN broker. Mpaka hapo tuko pamoja, kabla hujaenda kwenye hizi advantages na vitu vingine? Ndio mwalimu, tuko pamoja. Swali. Sasa nitawatambuaje hawa? Nitawatambuaje kama broker? Wameweka wazi, hawafichi. Kusema kwamba eti watakuficha kwamba hao wanajificha hivi, wako wazi, wamejificha. Ukisearch anakuambia mimi ni market maker, mimi ni STP, mimi ni hivi na hivi. Lakini the more utakavyoendelea kusoma hapa kwenye upande wa broker, utaweza kuelewa tu kwamba huyu yuko hivi, huyu yuko hivi. Twende kwenye upande wa hapo kwenye market maker, tuangalie advantage zake. Advantage za market maker. Kwanza, market maker wengi unakuta wana nini? Wana fixed spread.
Japokuwa hii ni advantage, lakini inaweza ikawa ni hasara. Kwa sababu nini? Wanaweza wakawa na fixed spread, lakini ikawa nini? Ikawa kubwa. Yani unakuta ni fixed spread lakini bado ni kubwa kulinganisha na broker wengine ambao labda ni ECN ama STP. Japokuwa inasaidia, kwa mfano kwenye mtu ambaye ana trade fundamentals, ana trade zile forms labda NFP, tutaenda kuziona. Kuna trader wa namna hiyo, mara nyingi wanakuwa wanatafuta broker ambaye ni market maker, ambaye mwenye fixed spread, ili aweze kumsaidia, kwa sababu muda wa news tunafahamu spread zinatendi kupanuka kwa brokers wote, tendi kuwa wide. Sasa kama ziko fixed, inaweza ikamsaidia trade yake kwenda vizuri. Lakini hawa wakati mwingine wanakuwa they don't charge nini? Commission. Charge commission. Hii ni advantage mojawapo, lakini disadvantage ambayo ipo, tukiangalia kwa upande wa disadvantage, tunaona kwamba wana slippage. Slippage ni kama gap. Sasa hizi gap zimegawanyika. Hii tutakuja kujifunza nadhani mwishoni huku, tuje kugusia kidogo, lakini ngoja nikugusie kidogo. Slippage ama gap, kuna slippage za aina mbili. Kuna zile ambazo zinatengenezwa na broker mwenyewe, na kuna slippage ambayo inatengenezwa na nani? Na news. Inayotengenezwa na news ama fundamental inapatikana kwa broker wote na haiwezi kuwa controlled. Kuna mwingine anaweza kujiuliza, je, hii unamaanisha nini unapozungumzia slippage ama gaps? Hizi ni gap ambazo zinakuwa zinatokea. Kwa mfano, naomba ni switch nikuonyeshe kitu hapa. Twende kwenye chart nikakuonyeshe kitu. Siku ya leo market imefungua na gap. Kutokana na nini? Kutokana na news zilizokuwepo. News zilizokuwepo zimepelekea market kufungua na gap. Let me check. Unaona hapa? Mfano, huu ni mfano. Unaweza kaona hapa kuna space imebaki. Kutokea hapa kuja hapa. Ona hii. Hii inaitwa nini? Inaitwa gap ama slippage. Gap ama slippage. Hizi kuna positive slippage, kuna negative slippage. Sasa hii inaweza ikawa, kwa mfano kama hii imetokea kwa sababu ya nini? Ya news. Imetoka kwa sababu ya news. Lakini tunapokuja kwenye upande wa market maker, unakuta hizi anazitengeneza yeye mwenyewe. Anazitengenezaje? Kuna namna ambavyo ana install zile robots kwenye system yake. Maana yake kama hapa ningekuwa nime buy, mfano nime buy, then nimeweka stop loss ili eneo. Sasa anajiuliza hii stop loss nitakuja kuifikia vipi? Inabidi atengeneze nini? Hii gap ya kuforce. Inakuja na hii stop loss, afu market inarudi nyuma. Inarudi ilikotokea. Kwa hiyo kuna wakati mwingine usije ukaona kila gap ni nini? Inatokana na market maker. Hapana, kuna gap zingine ni fundamental ambao huwezi kuzicontrol. Broker wanashindwa kuzicontrol, na hata yoyote ile hakuna anayeweza kucontrol, kwa sababu market inakuwa under volatile na nguvu sana. Kwa hiyo inajikuta imefanya nini? Imetengeneza gap. Lakini disadvantage nyingine iliyopo ni kwamba ni conflict of interest. Tunafahamu kwamba mnabai, wao wana sell, unabai, una sell, wao wanabai. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo kama ukitengeneza faida kubwa wanaweza wakakuia shida. Lakini lack of transparency, wanakuwa hawana transparency ambayo inakuwepo, hawana uaminifu wakati mwingine tunaweza kusema. Kwa hiyo hao ni aina mbili za brokers. Kwenye hizi advantage ngoja niachane nazo kwa sababu zipo kwenye na group tayari, channel tayari tumeshaitengeneza. Nadhani usiku tunaweza kuwatumia hiyo link ili muweze kujiunga kwenye Telegram channel, muweze kuaccess kila kitu. Tuanze kuangalia namna ya how to find or select broker. Namna gani nitachagua broker? Tunaanza namba moja, regulation. Yes. Naona tumeangalia kwenye muhimu hapo advantage na disadvantage. Vipi kuhusu ECN na STP? Au nimezungumza notes zake zipo. Nataka tuende kidogo to fix time. Notes zake zipo. Notes zipo, mtazikuta huku, kwa sababu wao ni kama against na wao unakuta hawana manipulation, inakuwa zipo. Order yako inakuwa iko faster, na ukifungua trade inaenda faster tofauti na wao wengine.
lakini unapata rate ambazo ni nzuri. Vyote hivyo unakuta itakuwa kwenye nini, kwenye notes utazikuta hizi. Tuangalie namna ya kuselect broker. Kuna trading style, trading cost I mean, lakini kuna broker type. Ukienda namba 4 kuna trading platform. Twende kuna payment option. Twende kwenye reputation. Nadhani hapo utakuwa ushaandika. Twende na nyingine, customer service. Nafuta hapa. Nadhani mtakuwa ushaandika. Tunaanza moja baada ya nyingine. Tuanze na hii regulation. Regulation ni kama registration. Sasa brokers wengi wana regulation tofauti. Japokuwa kuna wengine wanazo nyingi, kuna wengine wanazo kidogo. Kwa mfano, broker ambaye main office labda ziko UK ama ziko South Africa, maana yake atakuwa na registration ya kwanza atakayoanza kuwa nayo ni registration ya wapi? Ya UK. Kama yuko South Africa ataanza kuwa na ya wapi? Na ya South Africa. Ataanza kupata vile vibali vya kuanza kuoperate pale sehemu husika. But the more anavyoendelea zaidi kutaka kutawala kwenye nchi zingine, kufanya biashara kwenye nchi zingine, akitaka kufanya biashara Kenya atatakiwa kuwa na regulation za Kenya. Akitaka kufanya biashara labda Nigeria anatakiwa kuwa regulated Nigeria. Na hizi zote anakuwa anapata nini? Anapewa certificates. Kama ilivyo kwamba ukitaka kufungua biashara unapewa license. Hapa Tanzania ama unapewa TIN number na vitu kama hivyo. Zote hizo unatakiwa kuzifuata. Kwa hiyo broker anaweza akawa na regulations certificate hata 4 hata 5 kulingana na ukubwa anaotaka kufanya nini? Kufanya biashara. Lakini naweza nikagusia tu kidogo kwamba zile trusted regulators ambao ukikuta broker ana hiyo certificate, basi unaweza ukasema kwamba huyu ya kwanza ni inaitwa ASC. Hii ni ya Australia ambayo inaitwa Australia Security and Investment Commission. Hii ni ya Australia. Ukikuta broker yoyote ana certificate ya ASC, yeah, that's very nice, kwa sababu ASC hawana mchezo. Hata akishindwa kumlipa trader, sio amefanya nini, they can delete hiyo broker. Na unaweza kujiuliza kama watamfuta huyo broker wanafanyaje? Hawa je, security of fund iko vipi? Hata kama broker ambaye yuko registered ASC ikitokea amefilisika sasa hivi, watu wote ambao wamefungua account pale pesa zao lazima zirudi. It's like a bank zinavyo-operate hapa Tanzania. Ikitokea benki imefilisika yoyote, japokuwa sidhani kama sasa hivi huo mfumo bado upo, lakini zamani ilikuwa Magufuli kipindi kile alikuwa amerudisha huo utaratibu kwamba there are some amount ambayo inabidi iwe locked. Ikitokea benki imefilisika, client waweze kupewa kiasi chao. Kwa hiyo ASC wana sheria ngumu sana inapokuja issue ya brokerage. Ndio maana ni ngumu sana kukuta broker yoyote ambaye ametokea Afrika akawa na hii certificate ya ASC. Ni ngumu sana kwa sababu kwanza wanahitaji mtaji mkubwa sana. Dola hata milioni 500 kwenda juu, dola bilioni 1, kitu ambacho ni kigumu kwa broker ambaye ametokea Afrika hapa. Security of fund wanaiangalia sana, wanaangalia vigezo vingi sana ambavyo na kwenye upande wa nini? Wa registration. Na hawa broker ama regulation zimegawanyika. ASC yeye kuna tukiwa tunaangalia wale ambao wamekuwa regulator ambao ni wazuri, wamegawanyika. Regulators na wenyewe wamegawanyika. Kuna tier 1, kuna tier 2, tier 3, tier 4. Ukikuta broker ana certificate ambayo regulator wake anapatikana tier 1, ina maana huyo ni high trusted. Yani huyo unakuwa huna wasiwasi yoyote ya kufanya nini? Ya kufanya biashara na huyo broker. Ukikuta broker ana certificate from tier 2, yuko trusted kawaida, sio high trusted, ni trusted na unaweza ukatumia vizuri. Huyu number 3 ni medium trusted. Number 4, tier 4 ni poor trusted. Utaki kumtrust mtu ambaye ana certificate from tier
4. Nitakuja kuwapa hizi notes za tier ili muweze kufahamu. Ni mambo ya kusoma na ukaweza kuelewa. Kwa hiyo ukuta broker yoyote ana certificate from ASCII, huyo ni broker ambaye anakuwa yuko vizuri sana. Tukija aina nyingine ni wanaitwa FSA. Hawa ni United Kingdom Financial Conduct Authorities. Financial Conduct Authorities. Hawa ni upande wa nani? Wa UK. Ukuta broker ana certificate ya FSA, basi anakuwa yuko nini? Yuko vizuri sana. Tukienda na aina nyingine ambao wanakuwa wanayo, huyu Cyprus. Cyprus yuko trusted, lakini just yuko katika tier 2. Yuko tier 2, japokuwa broker wengi sana wanayo, especially wanaofanya Afrika huko, ambao wanatoa huduma Afrika. Wana hii Cyprus ambayo inaitwa SEC, ambayo inaitwa Cyprus Securities and Exchange Commission. Cyprus Securities and Exchange Commission. Ukuta huyu anayo, basi unaweza ukakuta ni anakuwa yuko mzuri sana kwenye regulations. Au ni baadhi. Kuna registration nyingine ambayo ni ya Singapore. Singapore wao ni wako very strict. Hata hao broker ambao wanatoa service kwa Afrika mara nyingi wanakuwa hawana ile ni yao. Lakini huyu ukikuta hii anayo, wanakuwa nazo nyingi, na hizi regulations zipo, regulators wako wengi. Ya Kenya yenyewe inaitwa CMA, ambayo inaitwa Capital Market Authorities ya Kenya. Ya South Africa inaitwa FSCA, ambayo inaitwa the Financial Sector Conduct Authorities. Kwa hiyo ukikuta huyu wa South Africa ama ya Kenya, au wanakuwa tu ni medium, wanakuwa wako medium, japokuwa broker anaweza akawa na certificate hata 9. Inategemea, ni kama benki kama ina operate Africa nzima na benki ina operate hapa Tanzania, hawezi kufanana na certificate wanazokuwa nazo kulingana na wewe unahudumia number of watu wangapi ama country zipi. Kwa hiyo ukuta broker ambaye anahudumia eneo kubwa ama nchi nyingi sana, obvious atakuwa na certificate nyingi sana from regulators tofauti. Japokuwa unaotakiwa kuiangalia ni ASCII, unatakiwa kuangalia FSA, nazo hizi za South Africa na yenyewe unaweza kuona, au hapo zipo nyingi sana kwenye notes, utaenda kuangalia. Usipoteze sana muda hapo. Twende kwenye trading cost. Trading cost. Kuna traders wengi sana unakuta una trade naye anakuwa na trading cost nyingi sana. Kwa mfano, twende kwenye upande wa swap, twende commission, twende spread. Hivi ni vitu ambavyo lazima uwe nazo uangalie. Mfano swap, niliwahi kutumia broker miaka ya nyuma 2019 ulikuwa ukitengeneza faida $1,000, mfano unakuta swap amekuchaji $250 swap tu peke yake. Huyu ni broker ambaye trading cost zake ziko juu sana, lakini anakuchaji $250 kwenye swap. Unakuta commission amekuchaji $180 swap. Maana yake unatengeneza faida $1,000, unatakiwa utoe 180, utoe 280. It's like hiyo trade umetengeneza nusu yake. Lakini wakati mwingine spread inakuwa iko very wide, very wide. Unakuta spread sehemu nyingine labda Euro USD iko labda na spread ya 8. Ukija kwake unaikuta hii Euro USD iko na spread ya 35. Sasa unakuwa ushaelewa kwamba trading cost za huyu broker ziko juu sana, hautakiwi kumtumia. Kwa hiyo kama broker ana spread swap, kwa mfano ukitengeneza $1,000 unatakiwa upate swap labda ya imeenda sana labda 2.5, na swap inaendana na lot size uliotumia. Kama umetumia lot size ndogo utapata swap kidogo. Kama umetumia lot size kubwa, mfano umetumia lot ya 1, swap umeodi labda siku 4, unakuta labda pale pamekuwa charge na swap ya dola ngapi? $4. Na muda huo unaweza kukuta umetengeneza faida hata $800. Sasa 800 minus 4 ni malipo tu ya kawaida. Trading costs zinakuwa ziko nini? Ziko chini. Commission unakuta na yenyewe kama ipo ana charge inakuwa iko chini sana, ambayo haikuumizi. Twende kwenye broker type.
Broker type tumeona kuna ECN, tunaona kuna hawa ambao tumewasoma, dealing desk and no dealing desk. Sasa wewe utachagua kama ni mtu ambaye unataka kutrade, kufanya scalping, obviously utahitaji market maker, kwa sababu market maker wana mazingira mazuri ya kufanya scalping. Kwanza unakuta na high leverage, wana fixed spread na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wanaweza wakatoa mazingira mazuri. Broker type itaendana na trading style ambayo unaitumia wewe. Kama ni mtu unatrade labda kutrade kikawaida, labda swing ama day trader, kama unakumbuka zile type, basi STP anaweza akakufaa ama ECN anaweza akafanya nini, akakufaa. But kuna broker mwingine nadhani hatujamzungumza, lakini ngoja nizungumzie hapa, STP plus ECN. Yaani unakuta katika server moja ana STP na ECN anaocombine katika server moja. Huyu anaitwa hybrid broker. Huyu sio common sana, lakini unakuta broker wanafanya hivyo. Yaani STP katika akaunti moja unaweza ukapata STP ukapata ECN, vyote vikawa sehemu moja. Nao broker wenyewe nini, wapo, nagusia tu hapo kidogo. Kwa hiyo broker type utaangalia ni broker yupi anakufaa kulingana na style ambayo unataka kutumia kwenye forex. Tukija kwenye upande mwingine, twende kwenye kipengele kingine. Yes. Kwa hiyo huyu hybrid broker anakuwa na sifa sawasawa na, yaani anakuwa na combine sifa za STP na ECN. Yeah, ECN anakuwa nazo zote amecombine. Kwa hiyo unaweza ukaenda kwenye server broker, labda ukafungua account ya kuandikia standard account, mfano standard account. Ina maana hii standard account unayokuta imecombine yote, ina STP na ECN. Maana yake ukitrade kupitia hii utakuwa charged by nini? By swap, utakuwa charged by commission. Lakini ukija kwenye upande wa spread unakuta spread iko nini? Iko low. Sasa kuna mwingine anaweza kujiuliza, hii swap mbona mimi sitaki niwe charged by swap ama commission? Hivi ni vitu ambavyo utaki kuogopa, kwa sababu kumbuka na wao wanahitaji kufanya biashara, na swap always ni kidogo, commission always ni kidogo. Nitawaonyesha mfano. Kuna trade nimefunga hapa, broker ambaye ana swap ana commission, huwa ni kidogo sana, isikutishe. Kwa unatupa mfano, okay sawa. Twende kwenye aina nyingine, tuangalie broker type. Kwa hiyo hapo tumemalizana napo. Twende kwenye upande wa customer service. Customer service, hii ni sehemu ya kuzingatia, kwa sababu unapofungua account kwa broker sometimes unapata shida. Hizi ni system kama benki ilivyo. Unaweza ukaenda benki wakakwambia sasa hivi hamna network, ukaenda benki wakakwambia sasa hivi huduma fulani haipo kutokana na nini, sababu fulani, ukaenda TRA wakakwambia kuna nini. Kwa hiyo kitu chote kishahusisha technology huwa kinakuwa na shida yake. Kwa hiyo unahitaji broker ambaye customer service inapatikana. Itaweza, kuna wengine unakuta wanatoa customer service 5 days ama 5 days. Kwa hiyo inabidi ufahamu kwamba broker naye mtumia naweza nikawasiliana naye siku gani. Kuna mwingine anapatikana Monday to Friday, kuna mwingine anapatikana Monday to Monday. Siku zote anakuwa nini, anapatikana. Uweze kuwasiliana naye, itaweza ni live chat ama WhatsApp ama kumpigia simu, vyovyote vile, au anaweza kutoa support endapo utapata shida uweze kuhudumiwa. Twende kwenye aina nyingine ya trading platform. Tumezungumza broker, yeye unapofungua account kwake anakuwa, hizi trading platform ni separate company from yeye. Sasa unahitaji kuwa na broker ambaye ana platform ambazo inakufaa wewe. Kwa mfano, platform ambazo za kutrade nyingi huwa kuna MetaTrader 4 ama MetaTrader 5. Kwa hiyo broker, kama wewe unasema natumia broker ambaye ana MetaTrader 5, maana yake lazima utafute trader ambaye ana offer MetaTrader 5 ama ana offer MetaTrader 4. Kuna wengine hawana hizo, anakuambia mimi ili utrade unatakiwa utumie application yangu mimi mwenyewe. Sasa kama hutaki application yake, ina maana huyu broker anakuwa hakufai tena. Most common ambayo inatumika ni MetaTrader 4. Twende kwenye aina nyingine, ni payment options. Tunafahamu deposit and withdraw. Inabidi utafute broker ambaye anakupa option za kudeposit na withdraw kwa njia ambayo ni ya wepesi.
kwa njia labda ya bank, kwa njia labda ya cryptocurrency, kwa njia labda ya M-Pesa, Tigo Pesa, kwa njia nyingi. Ziwepo njia nyingi ambazo zinakufaa wewe. Wakati mwingine anaweza akawa nayo njia moja lakini ikakufaa hiyo hiyo. Kwa mfano akawa na njia labda ya bank. Ukuta bank ikawa inakufaa na ikawa ni nzuri zaidi kwako wewe. Lakini kuna kingine inaitwa data security. Lazima ufahamu kwamba broker awe trusted. Sasa data security huwezi ukaifahamu, lazima uangalie regulator ni nani, kwamba amekuwa regulated by nani, na ukimfahamu maana kama utakuta labda ni ASC ama unakuta labda ni huyo wengine, unakuwa ushafahamu kwamba data security ziko vizuri, kwa sababu kumbuka, unapofungua account kwa broker inabidi ujaze taarifa zako zote, jina kamili, kitambulisho chako cha taifa ama chochote kile lazima kihitajike kufungua account. Like unapofungua account bank, vitambulisho vinatakiwa same as kwa nani? Kwa brokers. Kwa hiyo unahitaji data security wasiweze kufanya nini? Kutumia data zako kwa njia ambayo sio reputations. Hizi na yenyewe uwezo ukamfahamu huyu mpaka uangalie regulator amekuwa regulated nani. Ukikuta broker amekuwa regulated na regulators wengi, na maana yuko high trusted. Kuna mwingine lakini pia kingine unaangalia hata existence ya muda wake. Kuna wengine wana miaka 20 years. Kama angekuwa ni scammer au ni nani, asingeweza kufikisha hii miaka. Kuna wengine unakuta hadi wana 30 years wako kwenye game, wana 15 years, wana 10 years kwenye game. Kwa hiyo kama scammer si rahisi kuexist kwenye miaka 10 ama 15, wanafanya tu biashara, watu wanamwangalia, si kitu ambacho kinawezekana. Scammer wengi wakija wanaishia miaka 2-3 kisha ondoka kwenye nini? Kwenye biashara, ama ameshakamatwa na vitu kama hivyo. Mpaka hapo nadhani nitakuwa nimeeleweka. Tuangalie namna gani broker wanavyotengeneza pesa. Broker gani au broker make money. Kwanza, njia ya kwanza ni kupitia spread. Njia ya pili ni kupitia payment processing commissions. Unakuta broker unapo withdraw kuna some amount anahitaji, japokuwa kuna wengine hawana, wanakuambia free deposit, free withdraw. Kuna njia nyingine ambayo wanatengeneza pesa ni commission ama fee. Kwa mfano hizo swap ama ile commission ya moja kwa moja. Kuna wengine tumeona hapa, kwa mfano yule market maker ana trade against their customer. Ni njia moja wapo yeye anatengeneza nini? Anatengeneza faida. Sasa kwa wale ambao ni wageni kwenye upande wa forex, anaweza kujiuliza sana, nawezaje kutrade au to start trading? Yaani namna gani naweza to start trading? Ili uweze kutrade, maana yake unahitaji broker. Unahitaji nani? Broker. Na huku kwa broker utafungua account. Utafungua account. Hii account utaifanyia verification. Unahitaji sasa kitambulisho hapa. Unahitaji national ID ama driving license. Unahitaji labda na kitambulisho kingine. Kwa kitambulisho mmoja wapo ambacho kinafanya inabidi ukitumie kuverify address na kuverify wewe ni nani, kama jina. Kwa hiyo na unapofungua account kwa broker, hakikisha majina yako unayoandika ni kama vile yalivyo kwenye vitambulisho vyako vya nini, vya taifa. Kwa hiyo utafanya verification kila kitu, na maana account yako itakuwa verified, lakini utafanya address verification. Address verification mara nyingi kwa Tanzania hapa tunatumia bank statement ama affidavit. Inaitwa, inaandikwaje affidavit? Ile affidavit kwa Kiswahili nini? Inakuwa ni kama inaitwa barua ya makazi au inaitwaje? Wale wanasheria ambao wanafahamu mambo haya. Hii inapatikana tu for free, ukienda kwa mwanasheria na kuwekea muhuri, then you can use it. Kwa ina maana unatakiwa kufungua account kwa broker, verify account yako kwa kutumia kitambulisho chote cha taifa, verify address, then baada ya pale sasa utakuja kuconnect account yako kwenye platform ya nini, MetaTrader 4 ama MT4 ama MT5. Kwa hiyo ina maana deposit withdraws zitakuwa zinafanyika kwenye account ya broker, lakini trading labda Nasdaq, buy Nasdaq, sell US30, sell gold, utakuwa unazifanyia kupitia MetaTrader 4. Hii ni process kidogo kwa wale ambao mtapata shida, basi tuta provide assistance.
Kuna mwingine anajiuliza sasa, teacher, usingefanya ukatuambia ni broker gani labda tumtumie na vitu kama hivyo. Tumekuwekea kwenye notes hapa. Nimezungumza leo, kila mtu atapata notes hapa. Kama leo basi kufikia kesho kila mtu atakuwa na notes hapa. Siko sha join kwenye Telegram na tutaweza kushare notes za hii somo la broker. Zote zina broker gani utumie. Huyu broker tuliomweka hapa ni broker high trusted. High trusted. Usifanye mchezo wote wa kubush majina ama kufanya kwa ujanja wote, hata kubali kuverify account yako. Kwa hiyo hakikisha unafanya vitu kwa usmart zaidi, ili huyu anasema kiapo alichowapa muhusika mbele ya wakili. Yeah, it's not for free anasema. Okay. Lakini nadhani kama si not for free basi itakuwa ni kiasi ambacho ni kidogo sana. You can verify your account like that. Kwa hiyo hakikisha kama utahitaji broker utafungua kupitia huko. Fungua account, jaza hizo taarifa zako, japokuwa kwa sasa hivi sio necessary kufungua account kwa mtu ambaye hajaanza kutrade. Kwanza tujifunze, kesho tunaanza technical analysis, tutajifunza about fundamental na natumaini ndani ya hizi siku, hii wiki tutakuwa tumemalizana na technical na fundamental ya mwanzoni. Sasa ile fundamental na technical ya mwanzoni tutakuwa tumemalizana nayo. Next week tunaanza tena fundamental sasa, ambao itakuwa ni deep, imegawanyika vipande. Utakiwi kukosa hii ya mwanzoni kwa gharama yoyote ile, usikose fundamental ya hii mwanzoni, kwa sababu hii ya next week inayofuata hautaweza kuelewa chochote. Tukienda next week utaweza hata kuelewa kwamba Nasdaq hapa naweza nikasell hapa nikaweza kubuy, ama kwa sababu gani nasi ina buy, sababu gani nasi ina sell. Okay, mpaka hapo nadhani tumefikia mwisho. Any question? Tanzania tuna shida moja. Unakuta bank inakupa, ukienda kuchukua bank statement wanakupa address ulikofungulia akaunti yako. Kwa mfano mwingine alifungulia akaunti Dodoma, sasa hivi kishahamia Dar es Salaam ama amehamia Arusha. Akinaenda kuomba bank statement, labda wampe ile bank statement aweze kuipiga picha na kuupload, unakuta address iliyopo pale, kwa sababu wao wanachokuwa wanataka ni kuangalia address kwamba kweli huyu mtu yuko Tanzania. Unakuta address ipo Dodoma, na wewe muda huo tayari ushajaza address yako huko wapi? Huko Dar es Salaam ama huko Arusha. Kitu kama hiki hautaweza kuverify account yako. Kwa hiyo ni vizuri kama utaamua kutumia bank statement yako kwa ajili ya kuverify address, hakikisha unaangalia, je, address yangu ilipo kama imeandikwa Dodoma, ina maana na wewe taarifa zako kwenye kujaza address jaza wapi? Jaza Dodoma, ili ifanane na nini? Na bank statement. Kwenye kitambulisho hamna shida. Kwenye kitambulisho wao wanaangalia jina na basi taarifa za majina tu, mtu binafsi basi. Any question kwenye hii somo? Any question? Imeeleweka vizuri?